Usiku wa leo, wakati dunia inasherehekea mwaka mpya, uliotengenezwa na wanadamu, nataka niseme ukweli kulingana na maandiko. Jua limeshazama na hiyo inamaanisha kuwa kibiblia siku mpya imeanza. Lakini katika ufalme wa Yahweh, huu sio mwaka mpya. Tunafuata tu kalenda ya Grigori katika mambo ya kikazi na ya kiserikali, si katika ukweli wa Muumba wetu. Biblia inatabiri muda mrefu uliopita kuwa ufalme fulani ungeinuka na kubadilisha nyakati na sheria za Yahweh, na huo ni ufalme wa Kirumi wa Gregorian. Katika Danieli sura ya 7 mstari wa 25 imeandikwa, naye atawaza kubadili majira na sheria, na ndicho hasa kilichotokea walipoingia Warumi wapagani, wakabadilisha kalenda, wakapachika majina ya miungu yao na wakahamisha mwanzo wa mwaka hadi katikati ya baridi. Mwezi wa Januari umeitwa kwa jina la Janus, mungu wa Kirumi, kwa mwanzo, milango, mabadiliko na mipito. Tarehe 1 Januari iliwekwa kwa heshima ya Janus. Dunia inahesabu sekunde hadi saa 6 usiku kwa sababu aliamini Janus anafungua mlango wa mwaka mpya. Lakini Yahweh alisema katika Kutoka 23 mstari wa 13, wala msilitaje jina la miungu mingine wala lisisikike kinywani mwenu. Ilhali miezi ya kalenda ya dunia ama Gregorian imepewa majina ya miungu. Dunia inafuata na makanisa mengi nayo yanaiga, lakini siku ya kibiblia haianzi saa 6 usiku. Katika Mwanzo sura ya 1 mara nyingi tunaona ikawa jioni na ikawa asubuhi siku ya kwanza, ya pili hadi ya 7. Siku ya Yahweh huanza jioni, si saa 6 usiku. Katika Mambo ya Walawi 23 mstari wa 32 anaagiza, toka jioni hata jioni mtaiadhimisha sabato yenu, jioni hadi jioni, si usiku wa manane hadi usiku wa manane au saa 6 ya usiku hadi saa 6 ya usiku. Nehemia alielewa hili. Katika Nehemia 13 mstari wa 19 imeandikwa, milango ya Yerusalemu ilipoanza kuingia giza, nikaamuru ifungwe. Siku mpya huanza pale giza linapoingia. Hivyo leo siku mpya ya kibiblia ilianza jua lilipozama. Lakini huu sio mwaka mpya wa kibiblia. Mwaka mpya wa kweli unaonekana katika Kutoka 12 mstari wa 2, ambapo Yahweh alisema, mwezi huu utakuwa kwenu mwanzo wa miezi. Huu ni mwezi wa Abib au Nisani, kipindi cha masika. Sio Januari, sio baridi, sio usiku wa manane. Na huu ukuja mwezi wa April katika Gregorian calendar. Biblia hutupatia majina ya kweli ya miezi. Katika Esta 3 mstari wa 7 tunaona Nisani na Adari, mwezi wa kwanza na wa 12. Katika Nehemia 1 mstari wa kwanza tunaona Kisleu. Katika Esta 2 mstari wa 16 tunaona Tebethi. Katika Nehemia 6 mstari wa 15 tunaona Eluli, na katika Wafalme wa kwanza 8 mstari wa 2 tunaona Ethanimu. Katika Wafalme wa kwanza 6 aya 38 tunaona Buli. Katika Wafalme wa kwanza 6 mstari wa kwanza tunaona Zifu. Katika Esta 8 mstari wa 9 tunaona Sivani. Katika Zekaria 1 mstari wa 7 tunaona Shebati. Katika maandiko yote haya hutapata Januari,
Februari au Disemba. Wengine hunukuu Yeremia 52 mstari wa 31 kuthibitisha Krismasi kwa sababu inasema mwezi wa 12, lakini mwezi huo ni Adari, si Disemba. Disemba ni uvumbuzi wa Kirumi, si wa Muumba wetu. Dunia inasherehekea Krismasi, Pasaka na mwaka mpya wa usiku wa manane. Hakuna hata moja katika maandiko. Hivi leo, mamilioni hukusanyika kwenye kesha ya kuvuka mwaka, ambayo wanaita crossover, kusikia unabii wa uongo na kutoa pesa kwa wahubiri wa laghai. Mika 3 mstari wa 11 inasema, vichwa vyao hukumu kwa malipo na makuhani wao hufundisha kwa ujira. Ezekieli 22 mstari wa 25 inasema, manabii wake wamepanga fitina, wameyakamata mali. Na Yeremia 23 yake ya 16 anatukumbusha, wanena neno la mioyo yao wenyewe, wala si kutoka kinywa cha Yawe. Hicho ndicho hasa kinachoendelea kwenye ibada za usiku wa manane. Maono ya wanadamu, utaratibu usioamliwa na hisia za watu kutumiwa kuwakamua pesa wakati akili zao zimekolea na kelele za shangwe za mwaka mpya. Lakini Biblia inasema nini kuhusu usiku wa manane? Katika Kutoka 11 mstari wa 4, Yawe alisema, karibu na usiku wa manane nitatoka. Na katika Kutoka 12 mstari wa 29 imeandikwa, ikawa usiku wa manane Yawe akawapiga wazaliwa wote wa nchi ya Misri. Usiku wa manane ulikuwa wakati wa hukumu, si sherehe. Katika Esta 3 mstari wa 8, hiyo ilikuwa sehemu ya maandishi ya miezi ambayo tumesoma 3 mstari wa 7. Kwa usiku wa manane katika Ruthi 3 mstari wa 8 imeandikwa, ikawa usiku wa manane yule mtu akafadhaika, siku starehe kuogopa. Katika Ayubu 34 mstari wa 20 imeandikwa, watu watatanishwa usiku wa manane, tena hali ya taharuki, si furaha. Na katika Mathayo 25 mstari wa 6, Yeshua alisema, usiku wa manane pakawa na kelele. Tazama, Yawe bwana harusi anakuja. Usiku wa manane ulikuwa wakati wa mshtuko, wakati wa kutenganisha wenye hekima na wapumbavu wanatenganishwa usiku wa manane. Kibiblia, usiku wa manane ni wakati wa majaribu, wakati wa giza, wakati wa kutetemesha mataifa, sio wakati wa kuhesabu sekunde, sio kurusha fataki, sio taratibu za kuvuka mwaka, sio unabii wa fedha, sio ibada za biashara. Dunia inaweza kutumia kalenda ya Gregory kwa sababu ndiyo mfumo wa serikali, shule na kazi, lakini ufalme wa Yawe hauigi mfereji huu. Siku moja desturi hizi zote za kibinadamu zitatoweka, sherehe za kipagani zitaanguka. Mikusanyiko yote ya uongo ya usiku wa manane itafichuliwa.
na nyakati za Yawe zitarejeshwa. Kama Yoshua alivyoambia watu katika Yoshua 24 mstari wa 14, ondoeni miungu ambayo baba zenu waliitumikia. Na Eliya akauliza katika Wafalme wa Kwanza 18 mstari wa 21, hata lini mtayumba kati ya mawazo mawili? Usiku huu dunia inafuata Janus, lakini mimi nitamfuata Yawe. Jua limeshazama, siku mpya imeshaanza kwa mujibu wa Biblia, lakini si mwaka mpya wa Biblia. Tutatembelea kwa neno lake, si kwa desturi za wanadamu. Shalom, shalom.